Ndugu zangu wapendwa, tumsifu Yesu Kristo. Basi ninayo furaha kubwa kabisa kualika siku hii ya leo katika sherehe hii ya Pasaka. Ndugu zangu, Kristo amefufuka kweli kweli. Haleluya, haleluya. Ndugu zangu, Pasaka sio tukio la kihistoria tu, ni zaidi ya tukio la kihistoria. Ni mwaliko wa Mungu kwetu sisi sote, mwaliko wa kutoka kwenye giza na kuingia katika mwanga. Ni mwaliko wa kutoka kwenye mauti kuingia kwenye uzima. Pasaka ni mwaliko wa kutoka kwenye kukata tamaa na kuja kwenye matumaini mapya kabisa ya maisha yetu. Unajua, Pasaka ndugu zangu ni kama vile Mungu anatuita kwa jina. Anakuita kwa jina lako, anakuita kwa jina langu, anatuita kwa jina letu. Anasema njoo, uache yaliyokufa na uingie katika maisha mapya. Kwa nini? Kwa sababu nimefufuka kwa ajili yako. Huo ndio mwaliko wa Pasaka. Kwa hiyo ndugu zangu, katika Pasaka hatuadhimishi tu kufufuka kwa Yesu, lakini katika Pasaka tunaalikwa kufufuka pamoja na Yesu. Ndio maana Paulo anasema katika Wakolosai ile sura ya 3 mstari wa 1, anasema kwamba ikiwa mlikufa pamoja na Kristo, basi yatafuteni yaliyo juu, Kristo aliko ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Ndugu zangu, hii ni sio sherehe ya kawaida tu. Hapana. Hii ni safari ya ndani. Ni mapinduzi ya kiroho. Pasaka sio sherehe ya kawaida. Ni mapinduzi ya kiroho. Ni mapinduzi ya kuamka kutoka kwenye usingizi wa dhambi na kuingia katika maisha mapya. Mwanga wa Pasaka. Na ili tuweze kufufuka kweli ndugu zangu, kuna jambo muhimu sana la kufanya ambalo kila mmoja wetu anaalikwa kulifanya leo. Na hilo jambo si lingine bali ni lazima kuvua sanda zetu. Kuvua sanda zetu. Manake kuvua vitu vyote vinavyotufunga, vitu vyote vinavyotukwaza, vitu vyote vinavyotuacha kaburini, ili tuweze kufufuka kama Kristo alivyofufuka. Kwa hiyo tunaalikwa tuvue sanda zetu na tuvae vazi la utukufu, tuvae vazi la matumaini mapya, tuvae vazi la amani, tuvae vazi la upendo wa Kristo. Kwa ndugu zangu, katika tafakari hii nataka nieleze mambo matatu muhimu sana. Jambo la kwanza ni kwamba ni ukweli kwamba Pasaka ni wito wa kuacha yaliyopita, kuacha sanda zetu, kuacha yaliyopita. Yesu alipofufuka, sijui kama unafahamu hili, Yesu alipofufuka hakuondoka na sanda zake. Kwa mfano, mwinjili Luka anatuambia kwenye ile sura ya 24 mstari wa 12, anatuambia kwamba Petro alikuta sanda peke yake zimeachwa pale kaburini. Ndugu zangu, hii sio taarifa ya kawaida. Hii ni ujumbe mzito sana wa kiroho tunaopewa. Tukumbuke kwamba sanda ni alama ya kifo. Sanda ni alama ya huzuni. Sanda ni alama ya maumivu. Sanda ni alama ya maisha yasiyokuwa na tumaini lolote. Sasa Yesu aliacha sanda pale kaburini. Unajua, ni kama kusema kwamba Yesu anasema sikubali tena kushikiliwa na yaliyonifunga. Kwa nini? Kwa sababu mimi niko hai. Na ndio maana alipofufuka aliacha ile sanda pale. Ndugu zangu, sisi pia pengine tunabeba sanda mbalimbali katika maisha yetu. Huenda tunabeba sanda mbalimbali. Kuna sanda ya dhambi ya mara kwa mara tunayoendelea kuirudia na kuirudia, huku tukijua kabisa inatufunga. Kuna sanda ya kutokusamehe, labda hatuwezi kusonga mbele kwa sababu bado tunabeba chuki na maumivu kutoka kwa ndugu zetu, kutoka kwa rafiki zetu, kutoka hata kwa kanisa. Kuna sanda ya hofu ya kesho, ya kushindwa kuamini kwamba Mungu anaweza kuanza ukurasa mpya wa matumaini mapya ndani mwetu. Nakumbuka kuna dada mmoja ambaye aliteseka sana kwa miaka mingi sana kutokana na dhambi fulani. Aliona ni kama vile hawezi kusamehewa tena. Anasema akiwa kwenye kitubio, kwenye sakramenti ya kitubio, padri kwa niaba ya Mungu alimtangazia, akamwambia kwamba binti yangu, dhambi zako zote zimesamehewa. Imani yako imekuponya. Sasa nenda kwa amani.
Yule binti anasema alilia kwa furaha, akasema nilijua kwamba sanda yangu haiwezi kuvuliwa. Kumbe Yesu alikuwa tayari kuivua muda mrefu sana. Nilichotakiwa kujua tu ni kuikabidhi kwake, maana yuko tayari kunivua. Ndugu zangu wapendwa, hilo ni jambo la kwanza ambalo ni muhimu tujue, kwamba Yesu anatualika tufufuke pamoja naye, tuache sanda zetu. Jambo la pili, Pasaka ni mwaliko wa kuvaa vazi la utukufu, kuvaa maisha mapya katika Kristo. Tukumbuke ndugu zangu kwamba Yesu hakutoka kaburini akiwa uchi, hapana. Alitoka akiwa amevaa vazi jipya, amevaa vazi la utukufu. Ndugu zangu, na sisi pia tunaitwa kuvaa vazi hilo hilo, vazi jipya, vazi la utukufu. Baada ya kuacha sanda zetu, lazima tuvae vazi lingine, vazi la utukufu, maisha mapya. Paulo anatuambia anapoandikia Wakolosai ile sura ya 3 mstari wa 12 mpaka wa 14, anasema jifungeni basi, jifungeni moyo wa rehema, utu wema, unyenyekevu, jifungeni upole, uvumilivu, zaidi ya hayo jivikeni upendo. Maana yake vazi la utukufu ndugu zangu ni maisha ya neema. Vazi la utukufu ni maisha ya neema, na ndiyo tunayoitwa kuyavaa. Unajua, ni msamaha wa kweli unaotolewa kutoka moyoni. Ni matumaini mapya hata pale tunapopita kwenye giza la maisha. Ni matumaini mapya hata pale tunapokutana na magonjwa, tunapokutana na hasara, tunapokutana na huzuni mbalimbali kwenye maisha. Ni ile amani ya moyo inayotokana na kumjua Yesu aliye hai. Ndugu zangu wapendwa, mfano wa vazi hili wakati mwingine mimi nikiangalia akina mama na akina baba wengi sana waliopoteza wapendwa zao, wapendwa wao, lakini bado wanatabasamu na kuwafariji wengine. Hawa wamevaa vazi la utukufu. Au fikiria kijana ambaye alionekana ameharibika kabisa, lakini alipokutana na Yesu akabadilika, akarudi kwa Kristo, anakuwa mfano kwa wengine. Na maisha yake ya sasa yanakuwa ni vazi la ushuhuda, ni vazi la ushuhuda. Ndugu zangu, tunaitwa tukishavua sanda zetu, jambo la pili, tuvae vazi la utukufu. Vaa vazi la utukufu, usibaki uchi. Jambo la tatu, Pasaka ni mwaliko wa kuwa mashahidi wa mwanga. Sio mashahidi wa sanda, mashahidi wa mwanga. Unajua wale wanawake waliokwenda kaburini, walitarajia kukuta maiti kaburini. Walitarajia kukuta maiti kaburini, kwa sababu waende kuipaka mafuta. Walitarajia wakute maiti kaburini, lakini walikuta kaburi wazi na sanda zimeachwa. Na malaika akatokea akawaambia, mbona mnamtafuta aliye hai miongoni mwa wafu? Luka anatuambia kwenye sura 24 mstari wa 5. Ndugu zangu wapendwa, ni muhimu sana tujue kwamba hawa wakina mama walipofika kaburini na kukuta Yesu amefufuka, sanda imebaki, walipewa kazi. Walipewa kazi waende kuwaambia wengine ya kwamba Yesu yuko hai. Walipewa kazi. Na sisi ndugu zangu, tunapofufuka na kuacha sanda zetu, hatupaswi kukaa kimya. Tunaitwa kuwa mashahidi wa mwanga, kuonyesha dunia kwamba upendo unashinda chuki. Tunaitwa kuwa watu wa matumaini katika dunia iliyojaa hofu kubwa. Tunaitwa kuishi maisha mapya yanayosema mimi ni mtu mpya, Yesu amenifufua. Ndiyo maisha tunayoitwa kuishi. Ndugu zangu, nakumbuka mwaka mmoja nilikutana na mzee mmoja ambaye alikuwa mgonjwa hospitalini. Lakini kila muuguzi aliyemhudumia huyu mzee alishuhudia, akasema kwamba huyu mzee ni wa tofauti kabisa, ni mgonjwa wa tofauti. Nikauliza kwa nini? Wakaniambia, Father, huyu mzee anatuombea. Yaani yeye ni mgonjwa lakini anatuombea sisi. Yeye ni mgonjwa lakini anatufariji sisi ambao tuko na afya zetu, ambao tuko vizuri. Na kila mara tukienda kumuona anatuambia kwamba tusimuone yeye, tumuone Yesu. Ndugu zangu,
Huu ni ushuhuda wa vazi la utukufu. Huyu mzee hata akiwa kitandani alikuwa amemvaa Yesu, alikuwa na Yesu. Naomba nikwambie kwamba uamuzi ni wako. Utaendelea na sanda au utavaa utukufu? Uamuzi ni wako, ndugu zangu. Lakini Pasaka ni mlango mpya. Yesu amevunja mlango wa kaburi, amevua sanda na anatuita sisi, anatuambia njoni mtembee pamoja nami katika maisha mapya. Swali ni kwamba, je, uko tayari? Uko tayari? Tuko tayari? Je, tuko tayari kuacha sanda zetu, kuacha sanda za chuki? Tuko tayari kuachilia maumivu ya zamani? Tuko tayari kumkumbatia Yesu aliye hai na kuvaa vazi la utukufu? Je, tuko tayari? Ndugu zangu, leo ni siku ya kuangalia. Leo ni siku ya kuangalia ufufuko. Leo sio siku ya kuangalia kaburi. Leo ni siku ya kutoka humo, ni siku ya kutoka kaburini. Acha sanda yako, vaa vazi la utukufu, uwe shahidi wa Pasaka kwa ulimwengu huu. Mungu Mwenyezi awabariki na kuwatunza. Nawatakia Pasaka njema, heri ya sikukuu ya Pasaka. Kristo amefufuka kweli, aleluya, aleluya. Naomba share ujumbe huu wa utukufu wa Kristo ili watu wavue sanda, tuingie katika furaha ya utukufu. Mungu Mwenyezi awabariki na kuwatunza.